Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni Jumatano tarehe 19 Agosti mwaka 2026, na karibuni katika taarifa yetu ya habari ya jioni leo. Tutakuletea kwa habari muhimu kutoka maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan kutoka Kivu Kaskazini, Kusini na maeneo mengine mashariki mwa nchi. Baada ya siku yenye matukio mbalimbali katika nyanja za usalama, siasa, afya na maisha ya wananchi, tunaletea taarifa hii kwa kuzingatia usahihi wa habari na umuhimu wake kwa jamii hii. Na katika taarifa yetu ya jioni leo tutazungumzia miongoni mwa mengine hali ya usalama katika maeneo ya Fizi na Walikale, taarifa kuhusu mashambulizi ya droni pamoja na hali ya mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika mikoa Kivu Kaskazini na Ituri. Pia tutakuwa na taarifa kuhusu juhudi za kidiplomasia zinazolenga kurejesha amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na masuala mengine yanayogusa maisha ya wananchi. Mimi ni Teloje Longo, ni Kivu News Info, ambako la siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa mimi vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi karibu tuanze habari zenyewe. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linatumu Rwanda kuhusika na shambulizi la ndege isiyo na rubani dhidi ya hoteli Mwalu iliyopo katika eneo la Fizi Centre katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka sekta operation Sokola 2 ya Kivu Kusini, shambulio hilo tokio siku kwa mkia leo Jumatano tarehe 19 Agosti majira saa 7 usiku. Jeshi linasema kuwa drone mbili za kijeshi aina ya TB2 zililenga hoteli Mwalu ambako mabomu mawili yalirushwa kuelekea katika eneo hilo. Shambulio lilisababisha uharibifu mkubwa wa mali katika hoteli hiyo ambako wakati huo ilikuwa ikiwahifadhi raia. Taarifa ya jeshi inaeleza kwamba watu wawili walijeruhiwa vibaya kutokana na shambulio hilo. Hadi sasa taarifa iliyotolewa haijataja vifo vilivyotokana na tukio hilo. Katika sekta operesheni ya Sokola 2 ya Kivu Kusini imesema drone hizo zimekuwa zikiendeshwa na Rwanda na imelahani vikali Kigali kwa kile inachokitaja kwa ni shambulio linalolenga eneo la kiraia. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema kwa kulengwa kwa hoteli ambayo ilikuwa ikihifadhi raia ni jambo linalokiuka sheria za kimataifa na kibinadamu ambazo zinataka raia na miundombinu ya kiraia kulindwa wakati wa mapigano. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pia linasema tukio linakiuka ahadi zilizokuwa katika makubaliano ya Washington yanayolenga kusitisha uhasama na kupunguza mzozo wa kijeshi katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika eneo la Maziwa Makuu. Kamanda wa sekta operesheni ya Sokola 2 ya Kivu Kusini, Kanali Michel Apollo Bangala, amesema kwa vikosi vya FARDC vinaendelea kuwa katika hali ya tahadhari na vimejipanga kuhakikisha ulinzi wa wananchi katika eneo lote la Fizi. Kanali ya Pongo wa Pangala anasema jeshi linaendelea kuchukua hatua za kulinda raia na miundombinu, huku likitangaza kwamba FARDC iko tayari kujibu mashambulizi ambayo jeshi linahusishwa na RDF, yani jeshi la ulinzi la Rwanda. Siku hili limeongeza hofu miongoni mwa wakazi wa Fizi Centre, hasa kutokana na kule kwamba shambulio lilitokea wakati wa usiku na katika eneo ambalo lilikuwa na raia. Mashambulizi ya drone katika mapambano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaendelea kuwa swala linalozua wasiwasi kutokana na uwezo wa ndege isiyo na rubani kwa kufanya mashambulizi marefu na kulenga maeneo yanayodhaniwa yasiyozaniwa kuwa ya kijeshi. Hata hivyo, kuhusu tuhuma za FARDC kwamba Rwanda ndio inahusika na uendeshaji wa drone hizo, taarifa inatokana na upande wa jeshi la Kongo pekee na hakuna udhibitisho huru uliowasilishwa hapa. Pia upande wa Rwanda hujatoa majibu katika taarifa tuliyo nayo kuhusu madai hayo. Kwa sasa ile usalama huko Fizi Centre inaendelea kufuatiliwa na vikosi vya usalama huko, mamlaka zikichunguza madhara yaliyosababishwa na shambulio hilo. Wananchi wanaendelea kuitwa kuwa waangalifu na kufuata maelekezo kutoka kwa mamlaka za usalama, wakati jeshi likisema linaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha ulinzi wa wakazi wa Fizi. Kwa mara nyingine, tukio linalohusu shambulio lililoripotiwa kufanyika katika hoteli Mwalu Fizi Centre usiku wa kuamkia leo Jumatano, ambako drone mbili aina TB2 ziliripotiwa kurushwa na mabomu mawili. Shambulio hilo kwa mujibu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesababisha uharibifu mkubwa wa mali na kumeacha watu wawili wakiwa wamejeruhiwa vibaya.
Wanajeshi watatu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamefariki dunia na wengine 10 kujeruhiwa kutokana katika tukio la mlipuko wa grenade lililotokea ndani ya kambi ya kijeshi katika eneo la Nehele, eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini. Tukio limetokea katika jioni ya Jumatatu tarehe 17 Agosti katika kituo cha mbele cha FARDC kilichopo huko Nehele. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani pamoja na mashuhuda wa tukio hilo, mlipuko ulitokea majira saa 1 usiku wakati wanajeshi walipokuwa katika zoezi la malipo ya mishahara yao. Taarifa zinaweza kwamba mzozo ulianza baada ya kutokea kutokubaliana kuhusu namna ambavyo mishahara au posho za wanajeshi zilivyokuwa zimegawanywa. Mzozo unadaiwa kuanza kama mabishano ulizidi kuwa mkali na hatimaye kugeuka kuwa ugomvi kati ya baadhi ya wanajeshi waliokuwa katika tukio hilo. Katika mazingira hayo, mwanajeshi mmoja wa FARDC anadaiwa kutoa grenade kuondoka kifaa chake cha usalama na kisha kuitupa katikati ya kundi la wanajeshi. Mlipuko ulifuata ulisababisha vifo vya wanajeshi watatu papo hapo, kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo. Wanajeshi wengine walijeruhiwa katika tukio hilo, huku taarifa za awali zikisema jumla watu 10 walipata majeraha na kuhitaji matibabu ya haraka. Wote waliojeruhiwa walikimbizwa katika kituo cha afya kilichopo Fizi Centre ambako walipelekwa kwa ajili ya kupata huduma za dharura. Tukio hilo limezua taharuki kwamba miongoni mwa wakazi wa eneo la Nehele na maeneo jirani kutokana na mlipuko kutokea ndani ya kituo cha kijeshi na wakati wa shughuli za malipo ya wanajeshi. Kwa sababu hajafahamika kwa kina sababu ilisababisha kutokea kwa kutokubaliana kuhusu malipo wala kiwango cha fedha kilichokuwa chanzo cha mzozo huo. Haijafahamika rasmi iwapo mwanajeshi anadaiwa kurusha grenada alikamatwa au ni hatua gani za kibinadamu au za kisheria zimechukuliwa kufuatia tukio hilo. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na uongozi wa jeshi kuhusu tukio hilo. Vile mamlaka za mkoa wa Kivu Kusini bado hajatoa taarifa rasmi za kudhibitisha idadi iliyopoteza maisha waliojeruhiwa wala kueleza hatua ambazo zimechukuliwa baada ya tukio hilo. Kwa hiyo taarifa kuhusu vifo vya wanajeshi watatu na majeruhi 10 inabaki kuwa taarifa awali kutoka kwa vyanzo vya ndani na mashuhuda, wakati uchunguzi zaidi unatarajiwa kufanyika ili kubaini na kwa usahihi kilichotokea. Tukio hilo limeongeza huzuni na wasiwasi katika eneo la Nehele ambalo ni maeneo mengine ya Fizi zinaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama. Kwa upande wa familia za wanajeshi waliofariki, tukio hilo limeleta majonzi makubwa, huku waliojeruhiwa wakiendelea kupatiwa matibabu katika eneo la Fizi Centre. Mamlaka za kijeshi zinatarajiwa kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu tukio hilo, ikiwa ni pamoja na chanzo cha mzozo, hatua zilizochukuliwa waziri waliohusika na wale majeruhi wanaopatiwa matibabu. Kwa sasa wananchi wa eneo hilo waendelea kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa wanajeshi na mamlaka za mkoa kuhusu tukio hilo lilotokea katika kituo cha FARDC huko Nehele. Kwa mara nyingine, taarifa zaidi zinaeleza kwamba wanajeshi watatu wamefariki dunia na wengine 10 kujeruhiwa baada ya mlipuko ya grenade ndani ya kituo cha kijeshi cha FARDC huko Nehele katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini. Tukio ndio kutokea wakati zoezi la malipo ya wanajeshi kufuatia mzozo kuhusu migawanyo ya biashara kabla mmoja wa wanajeshi kurusha grenade katikati ya kundi la wenzake. Hali ya wasiwasi inaendelea kutanda katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya jamii ya kiraia yaani Societe Civile Force Vive kueleza kuwa hofu yake kuhusu hatua zinazochukuliwa na utawala wa M23 katika sekta ya elimu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jamii ya kiraia, hofu kwamba mpango elimu ya bure unaweza kusitishwa kuanzia mwanzo wa masomo mpya unaotarajiwa kuanzia wiki za hivi karibuni. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa Jumatatu tarehe 17 Agosti, jamii ya kiraia Walikale imelaani hatua hiyo ikisema kuwa inaweza kuongeza zaidi mateso kwa wananchi ambao tayari wamesorana na vita, ukosefu wa usalama na hali ngumu ya maisha katika eneo hilo. Jamii ya kiraia inasema hatua hiyo zinachukuliwa na utawala wa M23 katika usimamizi wa shule zinapaswa kuangaliwa kwa makini kwa sababu zinaweza kuwa na hatari kubwa kwa watoto na familia zao, hasa katika mazingira ambayo wananchi wengi tayari wanakabiliana na changamoto ya kiuchumi kutokana na hali ya usalama. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, jamii ya kiraia ya Walikale inaitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka zinazofaa kuhakikisha kwamba haki za msingi za wananchi na hasa haki ya watoto kupata elimu zinalindwa. Jamii inasema inahofia kwamba utekelezaji wa hatua hiyo unaweza kuzofisha ulinzi wa haki za msingi, ikiwemo haki ya watoto kupata elimu bora katika mazingira salama na yanayoheshimu misingi ya utawala wa sheria. Kwa upande wake, jamii ya kiraia ya Walikale imeeleza hali ya sasa ni ya wasiwasi zaidi kwa sababu watoto wa eneo hilo tayari wameathiriwa na migogoro muda mrefu, hali ambayo imekuwa ikilazimisha familia mbalimbali kuhama makazi yao na kuvuruga shughuli za kawaida za kijamii na kiuchumi. Wakilishi wa kijamii wanasisitiza kwamba elimu inapaswa kubaki kuwa haki ya msingi ya watoto bila kujali hali ya kisiasa na kiusalama inayokabili eneo hilo.
Kwa hiyo ametaka jamii ya kitaifa na jumuiya ya kimataifa kuendelea kufuatilia kwa karibu kile kinachoendelea katika sekta ya elimu kwa Walikale na kuhakikisha kwamba watoto hawaathiriki zaidi kutokana na maamuzi ya kiutawala yanayochukuliwa katika kipindi cha mzozo. Jamii ya kiraia pia imetoa wito na hatua za kisheria dhidi ya watu wote wanaoweza kuwajibika kwa vitendo vyenyewe wanaviona kuwa vya kupinga haki ya msingi ya wananchi. Taarifa inafika wakati ambako utawala wa M23 katika eneo hilo wanaodhibiti wanaendelea kuchukua nafasi katika usimamizi wa huduma mbalimbali za umma ikiwemo sekta ya elimu. Kwa kukumbusha, wakati wa kufungwa kwa mwaka wa masomo 2025 na mwaka 2026, msimamizi wa utawala huo huko Walikale alitangaza kwamba anachukua udhibiti zaidi wa usimamizi wa shule katika eneo hilo. Hatua inahusisha pia kutolewa kwa mpangilio wa gharama ambazo zingelipwa katika shule mbalimbali, huku katika shule kitajwa kuwa na mgao wa fedha ambao ungegawanyika na kukusanywa. Wakati walitangaza kwamba utengenezaji wa baadhi ya nyaraka za shule zikiwemo vyeti vya ripoti ya wanafunzi ungeanza kufanyika kutoka huko Goma. Hatua hizi zimeendelea kuzua maswali na wasiwasi miongoni mwa wadau wa elimu na jamii ya kiraia, hasa kuhusu namna ambavyo shule zinasimamiwa na natakiwa na mamlaka ya mwisho katika sekta hiyo, na ni kwa kiwango gani familia zitalazimika kugharamia masomo ya watoto wao. Kwa sasa jamii ya kiraia Walikale inasema swala la elimu linapaswa kushughulikiwa kwa uangalifu mkubwa kwa kuzingatia masuala ya watoto na hali ngumu ambayo familia nyingi zinapitia kutokana na vita na ukosefu wa usalama. Kwa upande wa wazazi, kusitishwa kwa elimu ya bure kunaweza kuongeza mzigo wa kifedha katika familia ambazo tayari zinakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiuchumi. Jamii ya kiraia inasisitiza kwamba katika kipindi cha migogoro, kipaumbele kinapaswa kuwa ni kuhakikisha watoto waendelea kwenda shule katika mazingira salama badala ya kuongeza vikwazo vinavyoweza kufanya baadhi yao kukatisha masomo. Hivyo basi, jamii ya kiraia Fursa Vivi ya Walikale inaendelea kutoa wito kwa mamlaka husika pamoja na jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa karibu hali ya elimu katika eneo hilo na kuchukua hatua zinazofaa ili kulinda haki ya watoto kupata elimu. Sekta Bampere iliyopo katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini inapitia moja ya vipindi vigumu zaidi vya historia yake kutokana na mashambulizi ya waasi wa ADF. Kwa kipindi cha takriban miaka miwili, zaidi ya watu 2000 wamepoteza maisha katika eneo hilo kutokana na mashambulizi yanayohusishwa na waasi hao. Hali inaonyesha ukubwa wa changamoto ya kiusalama na kibinadamu inayokabili eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa Samuel Kaheni ambaye ni mwenyekiti wa jamii ya kiraia katika eneo hilo, ukatili dhidi ya raia ulifikia kiwango cha juu zaidi kuanzia mwezi Juni mwaka 2024. Amesema tangu kipindi hicho waasi wa ADF wamekuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya wakazi wa kawaida, hasa katika maeneo ya vijijini na kando wa barabara zinazounganisha maeneo mbalimbali ya Bampere. Kwa mujibu wa kiongozi wa jamii ya kiraia, zaidi ya watu 2400 wameuawa katika kipindi hicho. Samuel Kaheni amesema wengi wa wasirika walikuuawa kikatili na wapiganaji wa ADF, huku sehemu kubwa ya mauaji yakiripotiwa kutokea katika mihili ya Mungirinjipa. Amesema mashambulizi yameacha familia nyingi zikiwa katika maombolezo, huku wengine wakilazimika kukimbia makazi yao kutokana na hofu ya kushambuliwa. Mbali na idadi kubwa ya watu waliouawa, jamii ya Bampere pia imekumbwa na uharibifu mkubwa wa mali kutokana na mashambulizi hayo. Wakati wa kuvamia vijiji, wapiganaji hao wanadaiwa kuchoma nyumba za wananchi, kupora mali na kuharibu miundombinu mbalimbali. Miongoni mwa miundombinu inaharibiwa ni shule, hali ambayo imezua hofu kuhusu mustakabali wa elimu na kwa watoto wa eneo hilo. Uharibifu wa shule na mazingira yasiyo salama umeathiri masomo ya watoto wengi, huku baadhi ya familia zikilazimika kuhama na kutafuta maeneo salama. Tatizo lingine linaloendelea kukabili wakazi wa Bampere ni utekaji nyara wa raia. Baadhi ya watu wametekwa wakati wa mashambulizi yao potea bila taarifa za wazi kuhusu waliko au hatima yao, jambo ambalo limeongeza hofu miongoni mwa familia na jamii kwa ujumla. Kutokana na hiyo, jamii ya kiraia Bampere imetaka jamii nzima kuungana na vikosi vya ulinzi na usalama katika kukabiliana na tishio la ADF. Samuel Kaheni ametoa wito kwa kile alichokiita ndoa kati ya wananchi na vikosi vya kawaida, akimaanisha ushirikiano wa karibu kati ya raia na jeshi katika kubadilishana taarifa za kiusalama. Kwa mujibu wake, ushirikiano huo unaweza kusaidia vikosi vya usalama kupata taarifa kwa wakati kuhusu mienendo ya wapiganaji, maeneo wanaopita na mipango yao ya mashambulizi. Amesema kwamba wananchi na vikosi vya usalama wanapaswa kufanya kazi kwa pamoja ili kukabiliana na tishio linalotokana na makundi yenye msimamo mkali ya kutumia silaha. Hata pamoja na ukubwa wa janga hilo, taarifa kutoka Bampere zinaonyesha kwamba hali ya usalama imeanza kutulia kwa kiasi katika miezi ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa
wa jamii ya kiraia utulivu wa kiasi unahusishwa na makubaliano katika operesheni za kijeshi zinazofanywa katika eneo hilo. Operesheni pamoja zinazofanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jeshi la Uganda UPDF zimekuwa zikilenga kuwasukuma wapiganaji wa ADF kutoka katika maeneo yanayodhibiti na kupunguza uwezo wao wa kuwashambulia raia. Katika operesheni hizo vikosi vya serikali pia vimekuwa vikisaidia na wapiganaji wa kujitolea wanaojulikana pia kwa jina la Wazalendo. Kwa mujibu wa jamii ya kiraia, ushirikiano huo umeanza kupunguza shinikizo la kiusalama katika baadhi ya maeneo ya Bampere na kutoa matumaini mapya kwa wananchi ambao wameishi kwa muda mrefu katika mazingira ya hofu na vurugu. Hata hivyo, jamii ya eneo linasisitiza kwamba utulivu huo bado ni dhaifu na unahitaji kuimarishwa ili wananchi waweze kurejea katika maisha yao ya kawaida. Kwa wakazi wa Bampere, changamoto kubwa bado ni kuhakikisha kwamba mashambulizi ya raia yanakomeshwa kabisa. Watu waliokimbia makazi yao wanapata nafasi ya kurejea kwa usalama na miundombinu iliyoharibiwa imejengwa upya. Jamii ya kiraia inataka juhudi za kijeshi ziambatane na hatua za kibinadamu, hasa kwa familia zilizopoteza ndugu zao waliotekwa na wale ambao wamepoteza makazi na mali zao kutokana na mashambulizi. Kwa sasa Bampere inaendelea kujaribu kupona kutokana na miaka ya machungu kwa operesheni za kijeshi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na UDF na UPDF pamoja na ushirika wa Wazalendo ikitoa matumaini kwa kurejeshwa kwa usalama. Lakini kumbukumbu ya maelfu ya watu walipoteza maisha pamoja na uharibifu wa nyumba, shule za wananchi bado inaendelea kuwa jeraha kubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Hiyo ndio hali ya katika sekta Bampere eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini, ambako zaidi ya watu 2400 kwa mujibu wa jamii ya kiraia wamepoteza maisha katika kipindi cha miaka miwili kutokana na mashambulizi yanayohusishwa na uasi wa ADF. Hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa miongoni mwa masuala makuu yaliyojadiliwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi pamoja na mwenzake wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wakati wa ziara ya kikazi ya saa 24 nchini Tanzania. Tshisekedi alifanya ziara hiyo kuanzia Jumatatu tarehe 17 hadi Jumanne tarehe 18 Agosti, ambako viongozi wawili walitumia fursa hiyo kujadili kwa kina hali ya usalama katika eneo la Maziwa Makuu, mzozo unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano wa viongozi wao, wameeleza tena msimamo wao kuhusu kuheshimu katiba ya mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mipaka yake kitaifa, uadilifu wa ardhi yake pamoja na umoja wa kitaifa ya Kongo. Katika taarifa hiyo, viongozi wao hawakuitaja moja kwa moja Rwanda, lakini wametoa wito wa kuondolewa kwa vikosi vya jeshi vya kigeni katika ardhi ya Kongo na kusitishwa kwa mapigano kwa kuzingatia maazimio mbalimbali ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa viongozi wao, wahusika wote katika mzozo wa mashariki mwa Kongo wanapaswa kutekeleza kikamilifu maazimio husika ya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na kusitisha mapigano na kuondoa vikosi vya kigeni katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msamaha unatolewa wakati ambako maeneo makubwa ya Kivu Kaskazini na Kusini yanaendelea kukabiliwa na hali ya sintofahamu ya usalama, huko M23 ikidhibiti maeneo mbalimbali ya mikoa hiyo. Kinshasa na Dodoma zimeonyesha kwamba zinataka suluhisho la mzozo huo lipatikane kupitia njia ya kidiplomasia na mpango ya amani ambao tayari imeanzishwa. Katika mazungumzo ya rais wa Kongo na rais wa Tanzania wameeleza kuunga mkono juhudi zinazoongozwa na Umoja wa Afrika pamoja na mchakato wa amani ya Washington na Doha. Viongozi wao wamezitaka pande zote zinazohusika kuhakikisha michakato hiyo inatekelezwa kwa uwiano, kwa ushirikiano wa haraka na ili kuwezesha kurejeshwa kwa amani ya kudumu mashariki mwa Kongo. Kongo na Tanzania zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika upambano dhidi ya unyonyaji wa biashara haramu na rasilimali za asili. Kwa mujibu wa taarifa ya mwisho wa mkutano wa nchi hizo mbili, zinataka kutumia mifumo ya kikanda ili kukabiliana na biashara haramu ya rasilimali ambayo imekuwa kitajwa miongoni mwa mambo yanayochochea na kuhifadhi migogoro katika eneo la Maziwa Makuu. Katika upande wa ulinzi na usalama, Kinshasa na Dodoma zimekubaliana pia kuimarisha ushirikiano wao sana kupitia kubadilishana taarifa za kiusalama na kuongeza uwezo wa vikosi vyao. Viongozi wao wameeleza pia nia kuimarisha utaratibu ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mkutano wa kimataifa ukanda wa Maziwa Makuu, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika pamoja na Afrika na Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa taarifa, ushirikiano wao unalenga kukuza amani, usalama, ushirikiano wa kikanda, maendeleo endelevu pamoja na kukabiliana na changamoto nyingine zinazokabili eneo hilo, ikiwemo mabadiliko ya tabianchi.
Kwa upande wa diplomasia, Rais Samia Suluhu Hassan amepongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuchaguliwa kuwa mwanachama sio kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka wa 2026 hadi mwaka 2027. Kwa upande wake, Rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi amethibitisha tena uungaji mkono wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ombi la Tanzania na kuwa mwanachama sio kudumu wa baraza hilo kwa kipindi cha mwaka 2029 hadi mwaka 2023. Tshisekedi pia amepongeza Rais Suluhu Hassan kwa nafasi yake kama kinara wa Umoja wa Afrika katika masuala ya afya ya uzazi, afya ya mama na watoto. Mkutano wa viongozi wa Kongo na Tanzania umefanyika wakati ambako juhudi mbalimbali za diplomasia bado zinakabiliwa na changamoto kubwa katika utekelezaji wake. Pamoja na kusainiwa kwa makubaliano ya Washington kati ya Kinshasa na Kigali chini ya usimamizi wa Marekani pamoja na mchakato wa Doha kati ya Kinshasa na M23 unaungwa mkono wa Qatar, hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Kongo bado hajatulia kikamilifu. Mapigano yanaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo, huku pande zinazosika zikishutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Tofauti katika namna ambavyo wahusika wanavyotafsiri na kutekeleza ahadi zilizowekwa katika makubaliano pia zimeendelea kuwa kikwazo katika juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu. Aliongeza ukosefu wa uaminifu kati ya Kinshasa na Kigali na kufanya utekelezaji wa mapigano ya amani kuwa ngumu zaidi. Wakati viongozi na wanadiplomasia wakiendelea na mazungumzo ya raia wa mashariki mwa Kongo ndio wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa vita. Maelfu ya wananchi wanaendelea kukimbia makazi yao kutokana na mapigano, ukosefu wa usalama, huku la kibinadamu kiendelea kuwa ya wasiwasi katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini. Na ni kupitia hapa ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni leo kwa tarehe 19 Agosti mwaka 2026. Nini Kivu News Info kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tumekuletea kwa kina matukio mbalimbali ya siku hii, kuanzia hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, masuala ya afya, elimu, hadi juhudi za kidiplomasia zinazolenga kurejesha amani katika nchi yetu. Vile vile tunaendelea kuwashukuru sana kwa kuendelea kutuamini na kuwa nasi hadi dakika hizi za mwisho. Ushirikiano, ufuatiliaji wenu ndio unaotupa nguvu ya kuendelea kuwafikishia habari kwa wakati. Na vile vile kabla sijatoka ndani ya studio zetu, endelee kukumbusha wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekomba na kusihi hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info natakia siku nyote usiku mwema wenye amani, utulivu, na wale waendelea na shughuli zao tunatakia kila laheri na kwa familia zote, na Mungu endelee kuwalinda, na Mungu endelee vile vile kulinda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Ite Eloge Lulonga, bye bye, kwa heri.